Karibu kwenye ulimwengu unaovutia wa Forex. Aya, kifupi cha Foreign Exchange. Aya, hii ni soko kubwa la kifedha duniani ambapo sarafu za nchi mbalimbali hununuliwa na kuuzwa. Fikiria kama soko kuu la kimataifa la kubadilishana pesa, kama vile unavyobadilisha shilingi ya Tanzania na dola unaposafiri kwenda nchi nyingine. Lakini katika Forex, miamala mingi hufanyika kwa lengo la kujaribu kunufaika kutokana na mabadiliko ya bei za sarafu. Forex inafanyaje kazi? Msingi wa Forex ni jozi za sarafu. Unapofanya biashara ya Forex, unakuwa unanunua sarafu moja na wakati huo huo unauza sarafu nyingine. Sarafu hizi huandikwa kwa jozi. Kwa mfano EUR by USD euro dhidi ya dola ya Marekani, au GBP BTZ pound ya Uingereza dhidi ya shilingi ya Tanzania. Sarafu ya kwanza katika jozi inaitwa base currency, sarafu msingi, na sarafu ya pili inaitwa quote currency, sarafu ya thamani. Bei ya jozi ya sarafu inaonyesha ni kiasi gani cha quote currency kinahitajika kununua unit moja ya base currency. Kwa mfano, kama bei ya EUR by USD ni 1.2000, inamaanisha kuwa unahitaji dola za Marekani 1.2000 kununua euro moja. Bei za sarafu kwenye soko la Forex hubadilika kila wakati kutokana na mambo mbalimbali ya kiuchumi na kisiasa, kama vile mstari wa Spatwell, taarifa za kiuchumi, takwimu kama vile mfumuko wa bei, ukuaji wa uchumi, viwango vya ajira na mauzo ya rejareja zinaweza kuathiri nguvu ya sarafu. Sera za benki kuu, maamuzi ya benki kuu kuhusu viwango vya riba na sera za fedha yanaweza kuwa na athari kubwa kwenye thamani ya sarafu. Matukio ya kisiasa, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, uchaguzi na mizozo ya kimataifa inaweza kuleta mabadiliko kwenye soko la Forex. Hali ya soko, mstari wa ugavi na mahitaji ya sarafu pia huathiri bei zake. Mfanyabiashara wa Forex hufanyaje faida? Wafanyabiashara wa Forex, wanaojulikana pia kama traders, hunufaika kwa kujaribu kubashiri mwelekeo wa bei za sarafu. Kuna njia kuu mbili za kufanya hivyo. Kununua, going long. Mfanyabiashara ananunua jozi ya sarafu kwa matarajio kwamba bei yake itaongezeka baadaye. Akishauza kwa bei ya juu kuliko alinunulia, anapata faida. Kuuza, going short. Mfanyabiashara anauza jozi ya sarafu kwa matarajio kwamba bei yake itashuka baadaye. Akishanunua tena kwa bei ya chini kuliko aliyouzia, anapata faida. Mfumo wa leverage, mkopo. Moja ya sifa bainifu za soko la Forex ni matumizi ya leverage, ninte. Leverage inamwezesha mfanyabiashara kudhibiti kiasi kikubwa cha pesa kwenye soko kwa mtaji mdogo. Kwa mfano, kwa leverage ya 1/100, mfanyabiashara anaweza kudhibiti dola 100,000 kwa kuweka dola 1000 tu kama margin amana. Leverage inaweza kuongeza faida sana, lakini pia inaweza kuongeza hasara. Ikiwa biashara haendi kama ilivyotarajiwa, hasara inaweza kuwa kubwa kuliko mtaji uliowekwa. Kwa hivyo, ni muhimu sana kutumia leverage kwa uangalifu na kuwa na uelewa mzuri wa hatari zake. Mifano ya biashara ya Forex. Hebu tuchukue mfano rahisi wa EUR by USD. Mfano wa kununua, long. Unafanya uchambuzi wako na unaamini kuwa euro itaimarika dhidi ya dola ya Marekani. Unaamua kununua, open a buy position, EUR5 USD kwa bei ya 1.2000. Baada ya muda, bei inapanda hadi 1.2050. Unaamua kuuza, close your position, na unapata faida ya pointi 51.2050. 2000. Thamani halisi ya faida yako itategemea kiasi cha fedha ulichokuwa unadhibiti. Volume ya biashara. Mfano wa kuuza, short. Unaamini kuwa pauni ya Uingereza itadhoofika dhidi ya shilingi ya Tanzania. Unaamua kuuza, open a sell position, GBP vs TZS kwa bei ya 3,000. Baada ya muda, bei inashuka hadi 2.950. Unaamua kununua tena, close your position, na unapata faida ya pointi 50. 3.0002950. Tena, faida halisi itategemea volume ya biashara yako. Maekezo ya Forex. Soko la Forex linaendeshwa na mfumo unaofanana na ule wa masoko mengine ya kifedha. Hapa kuna maekezo muhimu ya kuelewa. 1. Soko la decentrali. Tofauti na masoko ya hisa ambayo kwa kawaida huwa na sehemu kuu ya biashara, exchange, soko la Forex ni la decentrali, over the counter OTC. Hii inamaanisha kuwa hakuna sehemu moja ya kimwili ambapo biashara hufanyika. Badala yake, miamala hufanyika kwa elektroniki moja kwa moja kati ya benki, taasisi za kifedha, madalali wa Forex na wafanyabiashara binafsi kote ulimwenguni. 2. Muda wa biashara. Mstari wa Forex linafunguliwa masaa 24 kwa siku 5 kwa wiki.
kuanzia jioni ya Jumapili hadi jioni ya Ijumaa kwa saa za Afrika Mashariki. Hii inawezekana kwa sababu biashara inafanyika katika vituo mbalimbali vya kifedha duniani ambavyo vinafunguliwa kwa nyakati tofauti kama vile Sydney, Tokyo, London na New York. Hii inamwezesha mfanyabiashara kufanya biashara wakati wowote unaomfaa. 3. Washiriki wa soko. Washiriki wakuu katika soko la Forex ni pamoja na mstari wa benki kuu kama vile Benki Kuu ya Tanzania, Barua au Federal Reserve ya Marekani zinazoingilia soko kusimamia sarafu zao na kutekeleza sera za fedha. Benki za biashara hufanya biashara kwa niaba yao wenyewe na kwa wateja wao wakubwa. Taasisi za kifedha kama vile mifuko ya pensheni, kampuni za bima na hedge funds. Kampuni mstari wa zinahitaji kubadilisha sarafu kwa ajili ya biashara zao za kimataifa. Madalali wa Forex huwapatia wafanyabiashara binafsi uwezo wa kufikia soko la Forex kupitia platform zao za biashara. Wafanyabiashara binafsi kama wewe na mimi wanaojaribu kunufaika kutokana na mabadiliko ya bei za sarafu. 4. Platform za biashara. Wafanyabiashara binafsi hutumia platform za biashara zinazotolewa na madalali wa Forex ili kuona bei za sarafu za wakati halisi, kufanya uchambuzi wa chati na kuweka oda za kununua na kuuza. Platform maarufu ni kama vile MetaTrader 4 na MetaTrader 5. 5. Vipimo vya biashara. Biashara katika Forex kwa kawaida hufanyika kwa kile kinachoitwa lots. Standard lot ni unit 100,000 ya base currency. Kuna pia mini lots, units 10,000, micro lots, units 1,000 na hata nano lots, units 100 ambazo zinawawezesha wafanyabiashara wadogo kuanza na mtaji mdogo. 6. Pips na spread. Mabadiliko madogo zaidi ya bei katika jozi ya sarafu yanaitwa pips, percentage in point. Kwa jozi nyingi za sarafu, pip moja ni sawa na 0.0001. Spread ni tofauti kati ya bei ya kununua, ask price, na bei ya kuuza, bid price. Hii ndo faida kuu ya madalali wa Forex. 7. Margin na stop out. Kama ilivyoelezwa hapo awali, margin ni amana unayohitaji kuweka ili kufungua biashara kwa kutumia leverage. Stop out ni kiwango ambacho broker wako atafunga moja kwa moja biashara zako zinazoendeshwa na hasara ili kuzuia akaunti yako isiwe na salio hasi. Hii hutokea wakati margin level yako inapungua chini ya kiwango fulani kilichowekwa na broker. Hatari za Forex. Biashara ya Forex inaweza kuwa na faida kubwa, lakini pia ina hatari kubwa sana. Ni muhimu sana kuelewa hatari hizi kabla ya kuanza. Hatari ya leverage. Kama ilivyoelezwa, leverage inaweza kuongeza faida, lakini pia inaweza kuongeza hasara kwa kasi. Utumiaji mbaya wa akili mstari wa hisia, kama vile hofu na tamaa, zinaweza kuathiri maamuzi yako ya biashara na kusababisha hasara. Ukosefu wa maarifa. Bila elimu ya kutosha kuhusu soko la Forex na mikakati ya biashara, unaweza kupoteza pesa zako kwa urahisi. Utulivu wa soko. Soko la Forex linaweza kuwa tete sana na bei zinaweza kubadilika kwa kasi sana kwa muda mfupi. Hatari ya udalali. Kuchagua dalali asiyeaminika kunaweza kusababisha matatizo kama vile udanganyifu au kushindwa kutoa pesa zako. Hitimisho. Forex ni soko kubwa na lenye nguvu ambalo linaweza kutoa fursa nyingi za faida. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kuwa biashara ya Forex ina hatari kubwa na inahitaji elimu, nidhamu na usimamizi mzuri wa hatari. Kabla ya kuanza kufanya biashara ya Forex kwa pesa halisi, inashauriwa kufanya utafiti wa kina, kujifunza kuhusu mikakati mbalimbali ya biashara na kufanya mazoezi kwenye akaunti ya demo, majaribio. Ulimwengu wa Forex unaweza kuwa mgumu mwanzoni, lakini kwa kujitolea na kujifunza kwa kuendelea, unaweza kujenga ujuzi na uzoefu unaohitaji ili kufanikiwa. Kumbuka, hakuna njia ya mkato ya mafanikio katika Forex. Inahitaji muda, uvumilivu na kujifunza kutokana na makosa yako. Anza kidogo, jifunze hatua kwa hatua na usitake utajiri wa haraka. Mafanikio katika Forex huja kwa wale walio tayari kujifunza na kukabiliana na changamoto zake.